Kabla sijaenda kwenye maswali yenu, hii hapa namna ambavyo imekuja, ilikuja na pressure. Tulikuwa tunaongelea kuhusu pressure, price ikarudi. Kuna kiswing hiki hapa, kama utakielewa, kama utakiona kiswing, sorry, kiswing hiki hapa na hiki hapa, hiki na hiki hapa, swing hii na hii hapa swing. Hii siyo swing kwa sababu kulia kwake ina nini. Kwa hiyo kama hii hapa ni swing na umeona ni acceptance, ukiweka fibo hapa, ngoja niweke fibo ambao fibo kama sio ya manga ile niweke fibo nzuri, niweke fibo hii. Imerudi baada ya kufika huku, imelitrace mpaka kwenye lower boundary hapa. Baada ya kulitrace kwenye lower boundary hapa, hata bodi hazijaingia. Maana yake kama ulikuwa na pending order yako, imekuingiza tu hapa, kisha ikaanza kuja, kwa sababu nikazoni kafupi tu, kisha ikaanza kuja mpaka sasa hivi imeshafika kwenye nini, kwenye standard deviation ya 3 na bado inashuka. Nini kilikufanya uweze kuingia? Tunarudi, nataka tu kuonesha kama application ya kile ambacho tumekuwa tukijifunza muda mwingi, ama kule tunakuelekea kwenda kujifunza. Price hii hapa ndio range ya mwisho kabla price haijaja kuivuka. Imevuka hapa, hatujui kama ni acceptance mpaka itakaporudi kuritesti, kurudi kwenda kujaribu, je, itaenda kuingia kwenye renji hii, kurudi kwenye mnada, utarudi kwenye hii bei. Umerudi ukaja ukatuachia shadow tu, maana yake ukareject kuingia kwenye hii bei huku, kisha baada ya kureject price ikaja kuendelea mbele huku chini. Maana yake kabla ya kuendelea huku mbele, tukawa na renji nyingine mpya sasa, kuanzia hapa hii inaporudi ndio retracement pullback, inarudi mpaka hapa, kisha ikaonekana kutokuingia kwenye zoni ya zamani. Maana yake tayari tuna acceptance. Umeshafahamu kwamba kuna acceptance. Kama umeshafahamu kama kuna acceptance, isubiri iende sasa. Itakaporudi wewe ingia. Itakaporudi wapi? Itakaporudi kwenye zoni yako mpya hii hapa. Zoni yetu ya zamani ilikuwa hii hapa, low high. Price ilikuwa ina range. Hizi hapa ni meaningless, hizi zikiwa ndani ya range kuu. Ndio maana hii sikuisema, nikawawekea huu mstari hapa muda ule ambapo tumeanza tu somo. Kwa wale waliokuwa wananifuatilia, nikawambia hiyo ndio kipimo, price inatakiwa ije pale ilipokuja. Baada ya kuvuka sasa tunapima sasa, je, mnada unakubali kutrade chini ya hii bei? Umeenda, tukaona imekubali. Tunajuaje imekubali? Baada ya kuritesti, kurudi kwenda huku. Hii shadow imekuwa nyekundu baada ya kushuka huku chini, ila wakati inapanda huku ilikuwa ni shadow ya blue, maanake ilikuwa ni bullish candle, ilikuwa ni candle ya blue. Iliposhindwa ndio tunaona kwamba imefanyaje, ni hapa iliposhindwa, maanake tunaona ndio imekuwa nyekundu, ikaja ikavuka hapa. Maanake renji ya kushughulikia sio hii huku tena, renji yetu tumepata ndogo tu,
maana yake hapa hadi hapa. Maana yake ukiseli inapokuja kugusa hapa, stop loss yako sio huku tena juu, stop loss yako ni wapi? Ni hapa, kwamba ikivuka ikapitiliza huku, maana yake mnada umebadili mawazo. Kwa hiyo umeingia eneo lako la kuingilia ni kuanzia hapa, eneo lako la kuingilia ni kuanzia lower boundary hapo, bearish opposing, ni bearish opposing imbalance. Hii sio jina hilo, lakini nani, kwamba itapokuja range yako ya kuingilia ni hapa. Je, kuna ugumu wowote kutrade? Je, mambo hayana consistency? Karibu Frenki. Nilichokuwa nauliza hapa kitu kimoja, Ndio. naona umeshuka hadi time frame ya 1 minute. Sasa huku tuliwahi kuaminishwa ni noise, uelewi chochote. Sasa sijui ni sahihi wanasema eti nadhani kuna mtu aliwahi kutumia kauli akasema kwamba ukitumia 1 minute inakuwa so strong, kwa hiyo inaweza ikavunja baadaye. Siwezi nikambishia huyo mtu wako, wala siwezi nikamkubalia. Niseme tu kwamba time frame is a fractal. Chochote unachokiona kwenye diwani wiki ni sawa sana utakachokiona kwenye sekondi, vyote na vitriti sawa tu. Wai wanaiogopa time frame ndogo? Wanaiogopa time frame ndogo kwa sababu inawahi kukamilisha malengo yake, kwa sababu wewe ukiwa slow umeweka time frame ndogo, ila unataka ikupe matokeo kama ya time frame kubwa, pale ndio kwamba umenani tu. Ni sawa na leo hii useme kwamba bajaji ni dhaifu nikilinganisha na Yutong, yale mabasi makubwa. Hapana, bajaji huwezi ukaisema ni dhaifu. Kwa sababu gani? Kwa sababu inatimiza na yenyewe malengo yake, spidi yake, uwezo wake wa kubeba nani tu. Cha msingi umeamua kutrade time frame gani. Sio tu 1 minute, hata kama ingekuwa ni sekondi. Muda ule tulikuwa kwenye sekondi, nilikuwa naonyesha vigezo vya sekondi kwamba itakuja hapa tubadilishe tuwe sekondi, naweka 15 nani, sekunde 15, sekunde 15. Maana yake si hapa imeobei nayo iliyokuja. Ishu ni tunaiangalia range yake iko wapi. Hii hapa hadi hapa, hii hapa imekuja imeingia ikaenda. Uweza ukasema labda teacher anaifuata historia. Tuiangalie hapa, kama ikifanya expansion, maana yake ikifanya expansion range yetu ya mwisho, kama ikitokea imefanya imeendeleza huko chini, range yetu ya mwisho itakuwa ni hapa na hapa. Maana yake retracement yake itatutegemea hapa, ila sasa hivi range yetu ya mwisho ni tunaipima hii. Yaani time frame zote ziko sawa tu, issue ni kwamba unajua mahitaji ya hiyo time frame. Kwa hiyo wasikuaminishe tofauti, wewe ishi kwenye uhalisia. Hapa ni kwamba hatujapata tu expansion inayojielewa hapa. Aka ka expansion spendi kukaita ka expansion mpaka itakapokuja expansion nzuri hapa. Chukulia hii hapa ambayo imeshapita, ilipokuja. Je, hii ni range? Ilipokuja range yetu yenye maana ilikuja ikarudi mpaka hapa. Range yetu low iliendelea kuhold hii hapa. Ilipokuja kwenda huku, hii tunaichukulia ni 1 mpaka hapa, kwa sababu low yetu haijavunjwa. Hii hapa ndio imekuja kuivunja. Kwa hiyo katika kuweka, maanake unaweka kuanzia hapa. Sorry.
kuanzia hapa hadi hapa. Baada ya kuweka, ikaja hapa, mwalimu wako tutasema ni random. Random gani ulikuja kugusa hapa? Okay. Eti kaka Asijua mafunzo ya YouTube. eh? Si unajua mafunzo ya YouTube. Unaokota okota. Hapana, kwanzia sasa hivi nyie sio kuku wa kienyeji. Acheni kuokota. Hii hapa. Haya, baada ya kuvuka hapa, renji yetu mpya inakuwa kutoka hapa hadi hapa. Kwa hiyo tunaweka hivi, toka hapa hadi hapa. Angalia namna inavyokuja hizi expansion inavyozielewa huku. Hii ni second, sio hata 1 minute wanayoiogopa. Walipaswa waiogope second zaidi sasa. Itakapokuja hapa lazima tupate reaction hapa. Kwa hiyo nataka twende ambayo iko live. Imekuja hapa, ikaja ikavuka hapa, ka expansion haka. Kwa hiyo hii retracement imekuwa ni valid, kwa hiyo tunaweza tukaitumia hapa. Hapa nilichokielewa kwenye haya maelezo yako ndio kwamba katika kuelewa hizi zone kikubwa ni kuelewa hizi swing high na swing low. Hiyo ndio theory kubwa, ndio kikubwa hicho, kabla kitu kingine chochote kile. Yaani hicho ndio kikubwa. Kwa maana kama umefanya measurement mbaya, always tegemea matokeo mabaya. Yes, na matokeo kwamba kuyagundua kwamba ni mabaya, utaikuta kwamba haizifati hizi level, haupati hata ile reaction kwenye level zako, kwa sababu huenda ukupima vizuri. Issue tu ni kwamba kwa nini wanaiogopa time frame ndogo? Kwa sababu inawahi kukamilisha, kwamba labda ikifanya huku chini inaweza ikachange haraka kwenda huku juu, lakini hakitokei random hata kidogo. Ni kwamba tu unatakiwa ujue kwamba hii inatumia time frame ndogo. Kile ambacho kingekamilishwa kwa D1 ingetumia masaa 24, hapa tunatumia nini? Tunatumia dakika 1, inawezekana kukamilisha hicho kitu, ila ni time frame ambayo unaweza ukaitrade. Mimi na trade M1 mara nyingi, ukiwa unajua kinachofanya. Angalia sasa hivi hapa imekuja imepaelewa katikati hapa. Kwa hiyo ni issue. Kwa maana hiki kitu inabidi tutumie nguvu sana kujifunza. Hapana, nataka kutumia nguvu kwa sababu nawafundisha. Namaanisha ni hapa ndo msingi wa kila kitu. Yes, msingi huu ndio maana tunaenda taratibu, tunazidi kuweka msingi. Hiki nimedokeza tu, ila tutakuja kwenye mada zake, nitakuwa serious kama ndivyo serious kwenye haya mambo ya pressure. Huku sasa hivi najua kabisa hamjapafikia, ndio maana wakifika akina Pasco wanachanganyikiwa. Hata siwazi kwamba kwa nini wanachanganyikiwa, kwa sababu najua hatujafikia mada zake, sijawekeza nguvu pale. Tukiwekeza nguvu hamna shida, yani hatujafika. Kuna series ambayo inaendelea sasa hivi kule kule YouTube, inaitwa Execution Intelligence. Hilo darasa ndio limefika kwenye haya mambo, liko mbele, limewaacha nyie kama miezi 6 hivi. Kwa hiyo ndio wamefika pale, ila nilichelewa nao kwa sababu kulikuwa na mambo mengi ambayo tulikuwa tunayafanya, ndio maana kozi yao imechukua muda mrefu, ila yenu haitafika hiyo miezi. Umeona, nimeenda nao vile vile, ila sasa pia na understanding. Darasa lenu nalisifu, naliita milembe, lakini linaelewa kwa haraka. Kwa hiyo hawajawaacha mbali sana, licha ya kwamba wao wana miezi mingi, ila darasa lenu Mwalimu lina kasi. Mwalimu, naam. Hapo sasa nimeamini umeanza kutupaka mafuta mgongo wa chupa. Hapana, kwani nawaogopa mpaka niwape? Mi nawachana tu, ila tu kwenye ukweli nawaambia kwamba darasa lenu linaelewa haraka. Kwa sababu mimi najipima kwa Daudi. Ndio maana Daudi asipokuwepo na wori, kwa sababu ni mtu ambaye haya mambo kwake ni mapya kabisa.
Umeona? Yaani yeye asipokuwepo najua kabisa kwamba hapa nimepungukiwa na mtu ambaye nani pale, ila wengine ambao mmeshajaribu jaribu, hata sioli hata Manga hakuwepo juzi, sikuoli sana, ila siku ambayo asingekuwepo Daudi ningeoli zaidi, kwa sababu natakiwa niende naye taratibu. Kwake yeye hivi vitu ndio vinaanza kabisa, lakini namna anavyokechi unaweza ukaita ni genius, kwa sababu nafundisha mara moja amekishika. Ni nani? Simsifii, anajua kwamba waga sisifii mtu ila anajitahidi kwa levo kubwa sana kwa mtu ambaye anayeanza. Ndio maana lile Imeshakuwa darasa ishara. nimefundisha miezi 6 hivi vitu, ndio sasa hivi ndio tumefika sasa hiyo levo ambao wako mbele, ila wako mbele kwenu ni kama hatua mbili tu za kimasomo, ni kama miezi miwili naweza nikaita ila sasa kama utaifuatilia hiyo series, maana yake ni series ambayo ndio haya mambo imeyafikia sasa. Hatuongelei tena kuhusu sijui market maker na wao, hatuongelei tena kuhusu sijui kuseti fibo tu sijui kufanyaje, amna. Yani iko mbele, lakini ndio tutacheza nayo sana kwenye haya mambo. Kwa hiyo ndio maana amniwazishi hata mnaponirudisha rudisha hapa, najua kabisa kwamba shida yenu ni nini, ila bado najua kwamba you are the best, mnaelewa vizuri. Asante Nimeshakutana sana na mwalimu. madarasa magumu, nyie hata hamna ugumu wowote kwa hiyo nani tu, bahati mbaya ni kwamba YouTube ninatuma video moja moja, sijui video moja kwa wiki, lakini nafundisha video 3 kwa siku kwa hiyo ndio maana huenda kabisa mpaka tuna nani, darasa hilo linaweza likawa mbele ya watu wa YouTube, kwa sababu YouTube ni free ile pale. Kwa hiyo haiwezi kaenda kasi kama watu waliolipia, ila si kwamba ndio. Kwa mfano sasa hivi kuna video moja, haimaanishi kwamba tuna somo moja na hilo darasa, tuko mbele tu kidogo, ila ndio video zake zimefikia kuanza kutoka. Mmenivuruga, nimesahau kwamba tulifikia wapi. Kwani kulikuwa na swali pending? Hapana. Hapana, bado tupo kwenye pressure, hatujamaliza. Sawa. Huku mnamfanya Daudi anakuwa mnyonge sana, haongei, anaishia kulia tu twendeni kwenye presha na mwenzenu naye aweze kuchangamka. Mwalimu, Naam, huruma sio malezi. huruma sio malezi Kama analia alie tu. unaona namna ambavyo inagusa hapa, inapaelewa eh? Standard deviation moja, kama ina presha kubwa inatakiwa ivuke, ila haivuki kilaini. Yes, ikishavuka bode nani pale, kwamba ikishavuka level ambayo tunaitegemea upinzani ni hapa, standard deviation ya 1.5. Na hizo level maanake unamaanisha ndio sehemu za kuingilia. Ni sehemu za kupima pressure zaidi, sehemu ya kupima Okay. mada yetu ilipo. Hizi level sio kitu vya miujiza, vinakusaidia wewe kuweza kupima pressure. Pressure huipimi randomly, ikiwa labda kama hapa hatupimi hivyo. Pressure inapimwa pakiwepo na upinzani, mpaka upate mtihani ndio tunaweza kuona understanding yako, si ndio eh? Kama mwanafunzi unampima uelewa kupitia mitihani. Hii ni mitihani ambayo inakutana nayo price. Kwa hiyo sasa ina nguvu gani? Ndio inayodetermine kwamba pressure ni kiasi gani sokoni. Buyers wana pressure ya kuweza kuvuka resistance, ama ni sellers wenye pressure ya kuweza kuvuka resistance. Sawa eh? Kwa hiyo isionekane kama mistari ambayo ni magic, hizi levels sio magic, ila zinatusaidia kuweza kupima.
pressure. Ni kama hapa kwamba ilipokuja, kama buyers wangekuwa wameteki control, maana yake price wangeisukuma sana, kwa sababu wamefika kwenye eneo ambalo ni gumu. Ukifika kwenye eneo ambalo ni gumu, ili tujihakikishie kwamba inaenda kuvuka, huwa inaenda na momentum kali kama hii hapa, kwamba hapo unakuwa unaona jamaa wako kwenye control, kama hapa kwamba inarusha kwa nguvu, kwa sababu ni eneo lenye upinzani mkali. Daudi, ni miujiza eh? Kwa unatabiri price inaenda kukifanya kile kile ambacho ulichokisema. Hii time frame second, sio hata dakika wanayoiogopa walimu wa Frenki. Sasa hii ni ndogo, hii ni hatari kuliko ya kwao ya M1. Hii ni sekunde 15 kila kendo inaumbika. Kuna ukweli au sio ukweli? Nilisema ikifika hapa tutaipima. Ilipofika haija react hapo. React. Lakini sisi tulipima kutoka hapa hadi hapa. Huku kwingine hatakuwa price haijafika. Lakini ilipofika tumeona reaction yake. Kiasi kwamba unaweza ukatrade hata time frame ndogo. Ila M1 maana yake tu ni kwamba matambo yanakuwa marefu, pips zinakuwa nyingi kuliko za second. Kendo moja inakuwa na pips nyingi kuliko za second, kama ambavyo kendo moja ya D1 inaweza ikawa na pips 1000, lakini kendo moja ya M1 inaweza ikawa na pips 30. Lakini pia inakusubirisha zaidi ya D1 mpaka ikakamilishe iweze kukupa taarifa kamili. Lakini hii ya M1 inahitaji tu dakika moja kuweza kukupa taarifa kamili ya hicho ambacho nachokipima. Kwa hiyo yale tu kama mimi nilielewa, aliyekuwa na nizidi darasani Daudi si ataelewa zaidi. Nipanga nisiongee lakini ila mwalimu Baraka na Pasco najua wako pamoja na wao wanasaidiana ni nani kusimanga. Sasa wao nafikiri mimi sielewi. Mimi nataka niwaulize wao swali kulingana na hiki ulichokifundisha. Ili tuseme bei imeaccept kitu gani kikubwa ambacho tunakiangalia kwa logic ya leo uliyoifundisha? Baraka na Pasco nisaidie kujibu. Hii logic ya kuaccept kwanza, kabla hawaja kujibu, nianza kuifundisha jana, japo sio level yenu, ila nilianza kuwafundisha jana ili muwe mnafanya mazoezi, mnakosea. Kwa hiyo wasije wakajitetea kujibu kwamba wakaona kama tumeanza leo. Tulianza jana, nilianza kuwaonesha kuna nini. Jibu ni swali la mkuu hapo kwenye mwalimu. Yeye hapo kwenye hizo level anaelewa nini kuhusu resistance kabla tujaenda kwenye acceptance. Acheni bwana, jibuni swali alivyouliza. Sasa unaanza kumhamishia tena, mnambadilishia swali ili ajisikie infili au akielewa resistance sisi tunamwelezea Okay, mtaendelea na mjadala wenu kwenye grupu wa maandishi ili niwe nauona. Lakini nafikiri mwalimu, naam, kwa ajili ya kuweka tu clear hapo, rudia nifanyaje? kwa ajili ya kuweka knowledge clear hapo, rudia. Nirudie nini? Mwisho. Hapana, mtarudia video. Mwalimu, mimi nawaelewa mwalimu wetu, endelee, mimi nitawafundisha. Nawajua mbona.
Hii vita bado ndio. Lakini nachotaka tu ni nini? Nachotaka tu unajua, niliogopa kitu kimoja. Hiki kitu kiliulizwa na Daudi. Daudi ndio alinisababisha niwaambie mambo ya acceptance na nani, kwa sababu kama nisingeonyesha hivi vitu ingeanza kupunguza confidence ya mwanafunzi. Aliuliza swali kama nyie hamkujua tu, aliuliza ile juzi ile tulikuwa tuko diwani, akasema mseme sasa kwamba price itafanyaje kuanzia hapa. Kama mnakumbuka namna ambavyo nilimjibu, nikamwambia kwamba ukitaka kuitrade intraday diwani unatakiwa ushushe time frame. Nikasema kwamba kama huwezi kutabiri dakika moja mbele itafanyaje, ni ngumu kutabiri siku nzima itafanyaje. Umeona, ndio ikabidi sasa ingeweza kumdiscourage, ikaonekana hata teacher naye huenda hata aelewe, yani hawezi kutabiri kinachotokea. Ndio ikabidi sasa nianze kuwapa concept, hatua za kutabiri zinakuaje. Nikaanza, ndio ikabidi niwachomekee hiki kipengele kiko mbele yenu, niwaambie kwamba unatakiwa uanze sasa kuzitambua zoni kwanza. Zoni hii hapa ikivukwa, mnada unakuja kuangalia, je, umekubali kufanya biashara chini ya hii zoni ama ni juu ya zoni? Umevukwa kwa chini. Kwa hiyo ndio nikaanza kuwapa sasa acceptance, nikawapa hiyo concept ya PADI. Sasa tunayotumia kama modo: pressure, acceptance, delivery, quality. Issue tu sio acceptance, imekujaje. Ndio maana nikawambia kama hii hapa, nikawambia kwamba namna ilivyokuja inakupa kuweza kupredict kwamba bado itaendelea kwenda chini. Delivery, quality. Kwa hiyo mwisho wa siku vyote kabisa tunavyojifunza hivi hapa tunaitangizia modo yetu ya PADI. Ndio maana sasa hivi tunaongelea pressure, ndio herufi ya kwanza kabisa kwenye PADI. Kwa hiyo kama utaipuuzia pressure, maana yake unapuuzia modo nzima. Kwa hiyo ndio tunaenda, hatujafika hata kwenye acceptance yenyewe, ila ilibidi tu niiseme kwa sababu swali la Daudi ilitakiwa nilijibu ili nisije nikamuua confidence yake, kwa sababu ningeanza kuzungusha yeye hasingesema, ila kimoyomoyo angeweza kusema mbona kama anakwepa swali langu. Umeona, ndio ikabidi sasa niwasogeze mbele huku. Ni kama hata hiyo ya Fibo nilikuwa sijapanga kuisema sasa hivi, ila kutokana na maswali ambayo yalivyokuja, alafu bado nikaona kwamba mnatakiwa tu mwanze kuitumia kuichezea sasa hivi, ndio maana ikabidi niwape, lakini si kwamba nisingekuja kuwafanyaje, kuwapa katika mtiririko sahihi. Kwa hiyo kuna vitu vingine inawezekana vinawachanganya sasa hivi, ni kwa sababu hatujavifikia tu. Kila sehemu ambapo ukiona nawekeza nguvu, jue ndio tumepafikia. Sasa hivi tuko kwenye pressure, ndio maana muda mwingi nakuwa nawauliza pressure imefanyaje hapo nini, kwa sababu ndio vitu vinavyofanyaje vya muhimu. Watu wengi watakufundisha pattern kwamba ikifanya hivi imeshift uelekeo, ikifanya hivi, lakini mimi nakufundisha kinachozaa pattern, kinachoizaa hiyo pattern. Ndio maana jana tukafika kwenye kipengele nikakwambia pressure is not direction, sio uelekeo, ila pressure ndio inayozaa uelekeo. Sawa sawa kuu. Naendelea na pressure. Vipindi viwili najibu tu maswali yenu. Mnisamee wale niliwaambia nitamaliza kozi kwa miezi miwili, nimegaili, natubu. Sema mwalimu. Ila kama mnataka nimalize kwa miezi miwili naweza pia. Kwani nyie mnaijua syllabus? Kwa sababu wameshakuja kina Frenki watatusaidia. Hawajui, hamna mtu anayejua hapa kwamba natakiwa nifundishe nini na nini. Sema mwalimu. Hamna sehemu ambapo syllabus ya forex imeandikwa. Inategemea na mwalimu mwenyewe, uaminifu wake na kile ambacho anakielewa mwenyewe.
Sasa mwalimu, huyo jamaa unayemuita genius uko vizuri. Kama lile swali lake limesababisha tumejifunza vitu vya mbeleni. Kwa sababu niliwaambia Daudi waga haogopi, anauliza vitu ambavyo vinavyomtatiza. Hata walimu walikuwa wampendi ila alikuwa alioga kuuliza swali, ila alikuwa linaweza likamchochea mtu akauliza swali afu ili asemwe yeye ila hapa alipati mtu anamchochea tu ila ungekuwa umekaa naye karibu ungepata shida sana. Uliza hilo hiyo ndio anafanya Pasco sasa. Ndio anakuchochea sana. Tusikia uliza na ili uonekane wewe kilaza kama swali la ukilaza. Hapana, mimi sijawahi kumwona mtu kilaza. Yoyote atakayeuliza swali ajisikie comfortable. Napenda maswali kwa sababu mwisho wa siku kama elimu haijibu maswali yako ni useless. Ndio maana mpaka leo hii watu wametoka na juzi hivi kile nilikisomaga zile nini zile yale majedwali ya vitenzi siyo ya vinini vile kwenye Kiswahili kule. Kuna mtu tulitoka hatujui sehemu ya kuyatumia, ila kuna watu wanayatumia. Usipojua wewe ni wewe kuuliza swali kwa mwalimu kwamba hivi tenda kuvitumiaje kwenye maisha yangu. Sasa mwalimu angejua utakuwa nani? Ila huku hii ni specialization. Uliza swali lolote linalokutatiza. Kama ni la mbele sana nitakwambia, kama hakuna swali lisilokuwa na msaada. Kwa hiyo mtu asiogope. Tunaanzia hapa. Nilikuwa sijaangalia dakika, kumbe bado dakika 3 mmeniweza kwa kweli. Okay. Mwalimu. Naam. Na hapo jamaa anauliza swali. Sawa Pasco, karibu. Ushanitoa kwenye reli. Baki tu. Kama mwalimu afundishe. Baki. Yes, mimi mwenyewe ilinitoa kwenye reli hii mada kuifundisha kwa dakika 3. Wewe uliza tu. Yaani kuna kitu hapa ambacho nimekiona, si ndio hivyo? Kwenye fibo. Sasa nataka nikiletishe na the way uelekeo unavyoenda. Hapa kwa sababu kila nikiangalia pips ambazo unakuwa unaigusa unasema kwamba sasa pips hapa ndo umekataa. Hiyo pressure kwamba pressure ikiwa kubwa resistance yake inakuwa ni ndogo, nimeona. Na ikitokea na hii pressure imekuwa ndogo, resistance ile uelekeo wa soko inaonekana unapanda tena juu kwa sana. Kwa mfano kama ngoja nijaribu kujibu kama nimekuelewa, kama nahisi kama nimekuelewa, ila namna unavyolijenga swali ni kama unatumia nguvu kubwa. Unachokisema kinakaribiana na ukweli. Kwa sababu gani? Ndio. Sio pressure inapokuwa kubwa resistance yake inakuwa ndogo. Kwa swali lako unapaswa kuuliza hivi, range inayoipima ikiwa ndogo kama hapa tu, maana yake uelekeo inayoenda utakuwa ni mfupi, pips chache. Ndio maana hapa haka karenji haka level yetu ya 3 ya fibo ya mwisho imeishia hapa tu, kwa sababu tumepima kadogo. Ila pressure ikiwa kubwa, ile range ya kuipima ikiwa pana, fibo yako itaenda pips nyingi, hizi extension zake zitatanuka sana. Kwa mfano ningepima labda kutoka hapa hadi hapa, maana yake fibo imetanuka zaidi extension zake. Kwa hiyo ikitengeneza range ndogo,
itegemee hata sehemu inapoenda ni pafupi, kwa sababu ile build up pressure iliyojengeka pale ilikuwa ni ndogo. Sawa, Ndio. Kwa hiyo huu umbali